Vita vikali nchini Tanzania vimeanza baada ya mgogoro wa kisiasa kuibuka kati ya Chadema na jeshi la polisi. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na tafadhali ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, kumbuka kusubscribe. Chama cha Demokrasia na Maendeleo kimewasilisha malalamiko rasmi kwa UN Women kikilaani kile kinachodaiwa kuwa ni tangazo la jeshi la polisi Tanzania la kukandamiza maadhimisho ya siku ya wanawake duniani yaliyopangwa kufanyika na wanawake wa chama hicho wilayani Musoma. Katika barua yenye tarehe 3 Machi mwaka 2026, chama hicho kimeeleza kuwa hatua ya polisi ni kinyume cha katiba na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inakiuka haki za wanawake kushiriki siasa na inapingana na mikataba ya kimataifa ambayo Tanzania imeridhia. Barua hii imeelekezwa kwa makao makuu ya UN Women jijini New York pamoja na ofisi ya UN Women Tanzania jijini Dar es Salaam, ikiomba taasisi hiyo ya kimataifa ingilie kati na kulaani hatua hiyo inayodaiwa kulenga kuzuia mkusanyiko wa amani wa wanawake wa Chadema katika maadhimisho ya kimataifa yanayoadhimishwa kila mwaka tarehe 8 Machi. Na katika malalamiko yake, Chadema kimeeleza kuwa tangazo la polisi linakiuka moja kwa moja ibara ya 18 ya katiba ya Tanzania inayolinda uhuru wa maoni na mawasiliano pamoja na ibara ya 21 inayohakikisha haki ya watu kukusanyika na kujiunga kwa amani. Hoja kuu inayojitokeza hapa ni iwapo vyombo vya dola vina mamlaka ya kuzuia mkusanyiko wa kisiasa wa amani, hasa pale unapotajwa kuwa na wanawake wanaoadhimisha siku inayotambulika kimataifa. Hili si jambo jipya katika siasa za Tanzania, na kwa miaka kadhaa vyama vya upinzani hasa Chadema vimekuwa vikilalamikia kile wanachokiita kuwa ni vikwazo vya kisiasa vinavyowekwa dhidi yao katika mikutano, maandamano na mikusanyiko ya hadhara. Na katika vipindi mbalimbali, mikutano ya hadhara ya upinzani imekuwa ikisitishwa au kuwekwa masharti mazito kwa misingi ya usalama au taratibu wa kisheria. Lakini safari hii swala linapewa uzito wa kipekee kwa sababu linahusisha wanawake na maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, na Chadema inasisitiza kuwa hatua ya kuzuia tukio hilo ni sawa na kuwanyima wanawake haki yao ya kushiriki kikamilifu katika maisha ya kisiasa na kijamii. Na katika miaka hivi karibuni, siasa za wanawake nchini Tanzania zimekuwa zikibadilika kwa kasi, na vilevile vyama vikuu vikiwemo Chadema na CCM vimewekeza zaidi katika kuimarisha jumuiya zao za wanawake. Wanawake wamekuwa wakipewa nafasi zaidi katika uongozi wa chama na hata katika nafasi za kitaifa. Hata hivyo, bado kuna malalamiko kuhusu vikwazo vinavyowakabili wanawake katika siasa, ikiwemo vitisho, ukosefu wa rasilimali na mazingira yasiyo rafiki kwa washindani wa kisiasa. Ndiyo maana suala hili linaonekana kuwa zaidi ya tukio la kawaida, linaingia moja kwa moja katika mjadala mpana wa ushiriki wa wanawake katika demokrasia. Na katika barua hiyo, Chadema imetaja mikataba ya kimataifa kama Azimio la Kimataifa la Haki za Binadamu ambalo ni UDHR, mkataba wa kimataifa wa haki za kiraia na kisiasa ICCPR, mkataba wa kutokomeza aina zote za ubaguzi dhidi ya wanawake CEDAW, na mkataba wa Afrika wa haki za binadamu wa watu. Na Tanzania ni mwanachama wa mikataba hiyo, na ni jambo linaloifanya serikali kuwajibika kimataifa kuhakikisha haki za kukusanyika na kushiriki siasa zinazolindwa bila ubaguzi. Na vilevile kwa kuhusisha UN Women, Chadema inaleta mzozo huu katika jukwaa la kimataifa, na hii ni hatua ya kimkakati kisiasa, kwani inalenga kuongeza shinikizo la kimataifa na kuonyesha kuwa swala hili si la ndani tu bali linagusa misingi ya haki za binadamu. Kisiasa, hatua hii ni tafsiri pana zaidi kwamba Chadema kama chama kikuu cha upinzani kimekuwa kikijijenga upya na kuimarisha misingi yake kuelekea chaguzi zijazo. Na wanawake ni kundi muhimu la wapiga kura na pia ni nguvu kazi
ni nguvu kazi muhimu katika kampeni na uhamasishaji wa kisiasa. Na iwapo chama kitaonekana kunyimwa haki ya kuandaa tukio la wanawake, inaweza kuibua hisia za huruma na mshikamano miongoni mwa wafuasi wake. Na kwa upande mwingine, serikali au vyombo vya dola vinaweza kuhalalisha hatua zao kwa hoja za kiusalama au kiutawala, hasa kama kulikuwa na taarifa zozote za kiintelijensia zinazohusu hatari ya uvunjifu wa amani. Na katika historia ya siasa za Tanzania, migogoro kati ya vyama vya upinzani na jeshi la polisi imekuwa ikijirudia mara kwa mara, hasa katika vipindi vya kuelekea uchaguzi au wakati wa matukio yenye mvuto wa kisiasa. Na hii huathiri taswira ya demokrasia na huibua mjadala kuhusu uwiano kati ya usalama wa taifa na uhuru wa kisiasa. Swala hili linaweza kuwa na athari pana katika siasa za uchaguzi na imani ya umma kwa taasisi za dola. Na wanawake ni sehemu kubwa ya wapiga kura. Ikiwa wataona kuwa haki zao zinakandamizwa, basi inaweza kuathiri mtazamo wao wa chama tawala au taasisi za usalama. Aidha, jumuiya ya kimataifa, hasa mashirika yanayoshughulika na haki za wanawake na demokrasia, inaweza kufuatilia kwa karibu maendeleo ya sakata hili. Na Tanzania imekuwa ikijijengea taswira ya nchi yenye utulivu wa kisiasa na kuheshimu utawala wa sheria. Na migogoro ya aina hii, ikiwa haitashughulikiwa kwa uwazi au haki, inaweza kuathiri sifa hiyo. Na kwa upande wa Chadema, hii ni fursa ya kuonekana kuwa inasimama kidete kulinda haki za wanawake na demokrasia. Na kwa upande wa serikali, changamoto ni kuhakikisha usalama wa raia huku ikiheshimu haki za kikatiba na kuepuka taswira ya ukandamizaji wa kisiasa. Na katika miaka iliyopita kumekuwa na matukio kadhaa ambako mikutano ya vyama vya upinzani ilizuiwa au kuvunjwa, na baadhi ya kesi zimefikishwa mahakamani, huku mahakama zikitoa tafsiri tofauti kuhusu mamlaka ya polisi katika kudhibiti mikusanyiko ya hadhara. Pia kumekuwa na mijadala kuhusu marekebisho ya sheria haswa za mikutano ya hadhara na wajibu wa kutoa taarifa kwa polisi kabla ya kufanya mkusanyiko. Masuala haya yamekuwa chanzo cha mvutano wa mara kwa mara kati ya upinzani na serikali. Na hata hivyo, kuhusishwa kwa maadhimisho ya siku ya wanawake duniani kunaleta uzito wa kipekee, kwa sababu siku hii imekuwa ikitumika kama jukwaa la kuhimiza usawa wa kijinsia na kusherehekea mafanikio ya wanawake katika nyanja zote ikiwemo siasa. Kwa sasa macho ya wadau wa siasa na haki za binadamu yanaelekezwa Musoma na Dar es Salaam kusubiri hatua zitakazochukuliwa na mamlaka husika. Je, tukio litaruhusiwa kufanyika kwa masharti maalum? Je, kutakuwa na mazungumzo kati ya Chadema na vyombo vya dola? Au sakata hili litapanua hadi kuwa mjadala mkubwa wa kitaifa na kimataifa kuhusu demokrasia na haki za wanawake Tanzania? Kisiasa, swala hili lina uzito mkubwa kwa sababu linaguza misingi ya demokrasia ambao ni uhuru wa kukusanyika, ushiriki wa wanawake katika siasa na uwajibikaji wa taasisi za dola. Yeyote atakayeonekana kushinda katika mvutano huu ataongeza mtaji wake wa kisiasa, huku anayepoteza akihatarisha imani ya umma. Kwa sasa jambo moja ni wazi, kwamba mjadala huu si tu kuhusu maadhimisho ya siku moja, bali ni kuhusu mwelekeo wa demokrasia, ambayo ni nafasi ya wanawake katika uongozi na namna ambavyo Tanzania itasawazisha usalama na uhuru wa kisiasa katika kipindi hiki cha ushindani mkali wa kisiasa.